ewe Mola, yashike masikizi yao wasiweze kusikia hii habari mapema. Wa khudha ala absarihim, na wafinike mato yao wasione haraka. Fala yarauna illa baghtata, wakishtuka hawa waone mambo ya ghafla yamekuya. Wala yasmauna illa faltata, ila wakisikia pia wasikie ghafla bila kupata habari mapema ya hii safari yangu ambayo kwamba mimi nimeazimia kwenda ndani mwa mji wa Makka. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaweka walinzi katika ndia mbalimbali kwamba simamani mweke ulinzi na msimruhusu mtu yote ambaye kwamba mnashaka naye kwamba atatoka Maka, atatoka Madina ende Maka au Maka kuya Madina. Wekani ulinzi wa kisawasawa, asipite mtu ovyo. Kila ambaye kwamba mumtuhumu basi mumchunguze madhumuni ya safari yake na lengo ya kule endako ana nini endao kufanya. Kuna sahaba mmoja amkuliwa Hatib ibn Abi Baltaata. Huyu akaandika barua kwa siri, akaandika barua akampa mwanamke, akamwambia nenda nayo mpaka ndani mwa mji wa Maka na tahadhari na walinzi walioko barabarani. Nenda kwa siri na isite mahala pagumu hii barua isiulikane iko wapi. Mwanamke akaitukua barua, na ile barua jumla ya maneno yake ni kuwafahamisha watu wa Maka kwamba Muhammad uyao pamoja na maswahaba wake. Mtume kwa kuwa ni mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akapewa habari na Mola Subhanahu wa Ta'ala kwamba kuna kitendo fulani kimefanyika. Mtume hapo hapo baada ya kuyulishwa akamuita Sayyidina Ali ibn Abi Talib na Sayyidina Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhuma, akamwambia haraka kimbiani mwende mkaipate barua ya Hatib ibn Abi Baltaata atukuzie mwanamke. Itafuteni barua muipate na muwe nao kwangu, lakini kisa mwateni mwanamke ende zake. Msimshike wala msimwadhibu, wala hamuna haja ya kumtukua mwanamke kunietea. Hawa maswahaba haraka upesi wakaondoka, wakaenda wakamfuata huyu mwanamke. Walipompata ndiani wakamsimamisha, wakatifua kwenye mizigo yake yote atukuzieo, kuangaliwa barua haionekani barua iko wapi. Maajabu gani haya? Mtume amenena mwanamke ana barua. Yeo mizigo yote hii tumeichakura chakura, tuitafuta barua haionekani barua. Iko wapi barua? Sayyidina Ali akamwambia ule mwanamke, sikiza mwanamke. Sikiza ewe mwanamke. Mimi naapa kwa Mwenyezi Mungu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam haneni urongo. Na apa mbele ya Mola Subhanahu wa Ta'ala kwamba Mtume haneni urongo. Tuambie barua iko wapi? Haiwezekani ati Mtume anene kuna barua tukia tukupekesheni wewe hakuna barua. Haiwezekani. Mtume haneni mambo kwa kichwa chake tu kwa kuzukwa. Hii ni wahi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Mwanamke, tuambie barua iko wapi? Usipotuambia barua iko wapi, tutakuvua nguo tukuate kama siku ulozaliwa. Toa barua kwa khiari. Usipotoa barua kwa khiari, sitwajua Mtume haneni urongo, tutakuvua nguo zako zote tukuate tupu. Mwanamke akiangalia hapa, haya mambo haya si mambo ya dhihaka. Mimi nitaaibishwa sasa. Nitavuliwa nguo hapa na mimi ni mwanamke na hawa ni wanaume, itakuwa ni aibu kwangu. Akamwambia kweli nao barua. Iko wapi? Basi zungukani. Wale wakazunguka, akatukua mikono yake, akatia kwenye mikili yake, kwenye nyee, akaitoa barua. Ametia kwenye mikili. Yaani kwenye mizigo hakuna barua. Sasa ile barua iko kwenye mikili yake, akaitoa barua kwenye mikili, akawapa barua Sayyidina Ali bin Abi Talib na Sayyidina Zubair ibn al-Awwam, wakaenda nayo kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Akaitwa huyu bwana aliyofanya kitendo kama hichi,
kwa sababu ni kuhatarisha amani ya mtumi na maswahaba wake, kwenda kufutua siri ya mtumi sallallahu alaihi wasallam. Huyu sahaba akanena, wallahi ma kafartu wala zdadtu lilislami illa hubba, mimi sikukufuru wala mimi sikutoka kwenye Uislamu, na mimi naupenda Uislamu kikweli. Walam yakun ahadu min ashabika illa walahu bimakka man yadfa'u Allahu bihi an ahlihi wa malihi walam yakun li ahadu. Akamwambia mtumi, mimi bwana, kila mtu ana jamaa zake Maka ambao kwamba waweza kutetea mali yao, kutetea na watu wao, lakini mimi sina mtu isipokuwa Maka nimezaa na kijana mmoja. Kwa hivyo kaona angalau wajipange, wakati sisi tusikiingia tusiweze kupata tabu na shida. Sayyidina Umar pale akamwambia, Rasulullah, ni wata nimdangue kichwa chake, huyu amefanya unafiki. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ma yudrika la'alla Allah ittala ala ahli al-badr ya Umar faqala lahum i'malu ma shi'tum. Sayyidina Umar, taratibu, huyu bwana si mnafiki, Uislamu wake ni sahihi, ni binadamu amepitikiwa, na huyu ni katika watu waliohudhuria zita za Badri ambao kwamba tumezieleza. La'alla Allah ittala ala ahli Badri, henda Mwenyezi Mungu ikawa amewaangalia kwa ito la rehma watu wa Badri. Faqala, Mwenyezi Mungu akanena, i'malu ma shi'tum, fanyani mutakalo. Yani ina maana kwamba nyinyi mmesamehewa dhambi kwa kule kujitolea kwenu katika zita za Badri, ambao kwamba ndio zita za kwanza katika Uislamu zilopiganwa Ramadhani kama sura tulioeleza. Kwa hivyo huyu sahaba akapata msamaha wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuma watu kupeleleza habari za Makureshi. Akatoka Sayyidina al-Abbas radhiallahu anhu akapanda mbagaa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipopanda mbagaa wa Mtume, kwa kiswa kirefu tutafupisha tu, akapambana na Abu Sufyani. Abu Sufyani alipomuona Sayyidina al-Abbas ni watu waiwana, kwa ufupi ikawa Abu Sufyani ni mwenye kupanda kwenye mbagaa wa Mtume pamoja na Sayyidina al-Abbas radhiallahu anhu. Wakaondoka wakaenda mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kila Sayyidina al-Abbas apitapo ikawa wale watu wamuyua Sayyidina al-Abbas, wamuyua na mbagaa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakahunena ammu rasul ala baghlati rasuli sallallahu alaihi wasallam, ami yake Mtume uko yula mbagaa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walipokwenda, Sayyidina Umar akamuona huyo Abu Sufyan, kumuona akataka kumrukia, kanena aduullah, adui wa Mwenyezi Mungu Abu Sufyan, na Mwenyezi Mungu ameniwezesha kumpata bila ya zita, kwa hivyo mimi namtukua huyu nammaliza. Sayyidina al-Abbas akakataa, akamwambia huyu uko kwenye jiwari yangu, uko kwenye himaya yangu na hifadhi yangu. Akaenda mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikawa Sayyidina al-Abbas amemtangulia Sayyidina Umar huko pamoja na Abu Sufyan. Mtume akamwambia Abu Sufyani, ya Aba Sufyani, waihaka alam ya'ni laka an ta'lama an la ilaha illa Allah. Abu Sufyani, wewe mpaka leo haiyakurubia hunu moyo wako kulainika ufahamu kwa kuwa la ilaha illa Allah, hapana mola isipokuwa ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala peke yake? Abu Sufyani akamwambia, bi abi anta wa ummi ma ahlamaka wa ma akramaka wa ma awsalaka wa adhama afwaka. Ni uhalimu ulo namna gani wako wewe ya Rasulullah, na ni ukarimu ulokuwa namna gani wako wewe, na ni utukufu ulokuwa namna gani, na ni kuunga zao kinamna gani ya Rasulullah ulokuwa na wewe. Akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakad kada an yaka fi nafsi law kana ilahun ghayrahu lakad aani shay'an ba'd lakad aghani shay'an ba'd. Abu Sufyani akamwambia Mtume, hilo limekurubia kuingia kwamba ndani mwa nafsi yangu liingie kwamba la ilaha illa Allah, na lau si hilo kuna Mungu mwingine
basi haya matatizo yalionipata yeo, kama kuna mtu mwingine angesimama akanitetea. Lakini hali namna hii ni ya Rasulullah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Abu Sufyani, waihaka ya Aba Sufyani, alam ya'ni laka an ta'lama anni Rasulullah? Abu Sufyani, haiyakurubia kulainika moyo wako kunifahamu kwamba mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu? Abu Sufyani akanena maneno yale yale, ma ahlamaka wa ma akramaka wa awsalaka wa a'zama afwaka. Kisha akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ama hili jambo la kwamba wewe niamini kwamba ni Rasulullah, hili jambo la kwamba mimi niamini kwamba wewe ni Rasulullah, hili katiti mimi nina shaka nalo mpaka sasa. Mimi kuamini kwamba wewe Muhammadun Rasulullah, hili jambo mimi nina wasiwasi nalo, siamini kwamba wewe ni Rasulullah. Sina Abbas akamwambia, Abu Sufyani, silimu, utauawa wewe ukitizie na ushindani kwa tawili hizi na hizi. Akamwambia, piga shahada, ambia Mtume, ama utanyongwa wewe. Abu Sufyani pale pale akapiga shahada, akanena ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah. Akaamini kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina al-Abbas akamwambia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa moyo Abu Sufyani. Abu Sufyani ni mtu apenda sifa, Abu Sufyani ni mtu apenda mafakhri, basi la mjalie jambo lolote na yeye ngawa ajihisi kwamba amepata fakhri. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, naam, man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin wa man aghlaqa babahu fahuwa amin. Basi tutampa fakhri. Mtume apendi kumudhi mtu, na ikiwa mtu apenda kusifiwa nsifu, utopunguka kitu madamu ni maumbile yake, wewe kula moya na tabia yake. Wengine upenda kutayatwa na kunenwa na kuambiwa na hivi na kutaika, basi wengine apenda fakhri. Mtume akamwambia, basi tamjalia fakhri, man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Yoyote ambaye kwamba ataingia kwenye nyumba ya Abi Sufyani, basi atapata amani ndani mwa moyo wa Maka. Nyumba ya Abi Sufyani iko Maka. Abu Sufyani akaona ni fakhri kubwa ameipata. Mtume akanena, wa man dakhala masjida fahuwa amin, na mwenye kuingia msikitini atakuwa kwenye amani. Wa man aghlaqa babahu fahuwa amin, na mtu ambaye kwamba ataketi kwake nyumbani asitoke kufanya fujo wala kufanya ghasia aina yoyote, fahuwa amin, atakuwa ni mwenye kupata amani. Hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Sayyidina al-Abbas, mtukua Abu Sufyani mpaka uende naye Madhiqi Jabali, na hapo umsimamishe aone majeshi ya Kiislamu. Madhiqi min alwadi inda hatimi alkhayli hatta tamurra bihi junudullahi ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Sayyidina al-Abbas amtukua Abu Sufyani amsimamishe sehemu fulani ili Abu Sufyani ashuhudie majeshi ya Kiislamu. Hapo Abu Sufyani akapekwa mahala kama hapo kwa amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kila kabila likipita Abu Sufyani akawauliza, man hadhihi, ni watu gani hawa? Sayyidina Abbas akamwambia, hawa ni Banu Sulaim. Fayaqulu mali wa li Bani Sulaim, mimi sina neno na Banu Sulaim. Kapita kabila lingine akauliza, man haulai, kabila gani hili? Kaambiwa ni Muzaina. Akanena maneno yale yale, mali wa li Muzaina, sina wasiwasi mimi na Muzaina. Mpaka likapita kikosi kimoya ambao kwamba ni mwanzo kukiona Abu Sufyani. Abu Sufyani akauliza, hawa ni watu gani? Akajibiwa na Sayyidina al-Abbas radhiallahu anhu, kaambiwa, haulai humul ansar, hawa ni watu wa Madina, na watu wa Madina kama hawa wamefuatana na Saad bin Ubada radhiallahu anhu, na ndio wameshika bendera ya Ansar. Saad bin Ubada alipopita mahala kama hapo akamwambia Abu Sufyani, ya Aba Sufyan, al-yawm yawmul malhama. Abu Sufyani, na alikuwa muyua, yeo ni siku ya zita. Al-yawm tustahallu al-Kaaba, yeo kutahalalishwa tupigane na nyinyi kwenye al-Kaaba. Sina Abu Sufyani uko mahala kama hapo akanena, habadha yawmu dhimari, natamani iwe ndio siku ya kifo changu siku yeo. Natamani siku ya leo iwe ni siku
ya kufa kwangu. Hupita msafara baada ya msafara mpaka kukapita kikosi cha Ansari na Muhajirina, na hapo akiweko Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akauliza ni watu gani? Akaambiwa hiki ni kikosi cha Ansari pamoja na Muhajirina, na kati yao akiwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan akanena, laqad asbaha mulku ibni akhika al-yawma azima, hakika ufalme wa kijana chandu yako umekuwa ni mkubwa sana. Pale pale Sayyidina al-Abbas akamwambia, waihaka ya Aba Sufyani, innaha an-nubuwa. Sufyani, huu si ufalme, hunu ni utumi ambao kwamba amepewa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa Mola wake. Hii safari ni ndefu, na aliposikilia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, Abu Sufyani akaanza kumshtakia Mtume maneno alionena bwana Saadi. Akamwambia, ya Rasulullah, Saadi amenena al-yawmu yawmul malhama, leo ni siku ya zita. Al-yawm tustahallu al-Kaaba, leo utahalalishwa kupigana mbele ya al-Kaaba. Mtume akanena, kadhaba Saadu, Saadi amekosea. Al-yawm yawmu yu'azzimu Allahu fihi al-Kaaba, leo ni siku ambayo itaheshimiwa al-Kaaba, itatukuzwa. Wa yawmu tuksa fihi al-Kaaba, leo ni siku ya kuveshwa nguo ile al-Kaaba. Hapa tutakoma na fathi Makkah. Bado Mtume sasa atambaa barabarani pamoja na maswahaba wendao ndani mwa mji wa Makkah. Tutakoma hapa kwa sababu tuna mwandeni wetu Said Muhammad bin Said Alwi, ambaye kwamba yeye ni katika watu wa mambo ya kielimu, education. Kwa hivyo hii fursa ni yake, tutamwatia kama sura tulonena, tutakuwa tukizungumza haya na haya ili tustafidi ndani mwa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Insha Allahu Taala, tukipata tena nafasi mara nyingine, tutaendelea kueleza Fathi Makkah, tuonyeshe mpaka Mtume kuingia ndani mwa mji wa Makkah na vipi alivyoamiliana na Makureishi, walijibizana vipi na mambo gani yalikuwa ndani mwa mji wa Makkah. Wafaqana Allahu lima yuhibbuhu wa yarda, wa yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kesho ndio siku ya Fathi Makkah. Leo tumedokeza tu kabisa, lakini Waislamu ni muhimu wajue kwamba tarehe 20 ya Ramadhani ndio siku ya Fathi Makkah, nao ni kesho, siku ya Ijumaa. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.